Kwa majina naitwa John Mrema, ni afisa lishe katika kituo cha afya cha Itigi. Katika lishe kipaumbele chetu mara nyingi kimekuwa ni kuzungumza masuala ya watoto na wanawake, ndio imekuwa kipaumbele cha kwanza katika taifa letu. Kwa kwanza katika siku ya leo tutazungumza juu ya mlo bora katika kaya, katika familia na katika jamii ambayo inatuzunguka. Tumekuwa tukiwa na vyakula vya kutosha katika mazingira yetu ya kawaida, lakini mpangilio wa chakula, namna ya kula, namna uandaaji imekuwa ni tunakosea sana. Ama bana ule uelewa bado ni mdogo, hatupati uelewa wa kutosha juu ya masuala ya lishe. Kwa hiyo lishe imekuwa ni swala mtambuka katika jamii yetu ambalo natakiwa lizungumzwe mara kwa mara katika zile muktadha tofauti ili kila mmoja apate kulifikia. Kwa mfano, tunaweza kuzungumza uelewa juu ya makundi 6 ya chakula au kula mlo mchanganyiko. Inaweza kuwa na wakati mgumu kwa mtu wa kawaida kulielewa hili swala, lakini ni jambo ambalo natakiwa kila mmoja alisikie na limfikie. Kula mlo mchanganyiko inatusaidia sana katika kujenga mwili, katika kupambana na maradhi. Nasaidia pia kuwezesha afya ya akili ikae vizuri. Pia unapokuwa na kula mlo kamili ambao unakuwa na mchanganyiko wa makundi haya 6 ya chakula, inakusaidia pia kuwa mchangamfu na kuelewa mambo kwa wepesi. Nikiwa nazungumza makundi 6 ya chakula, nazungumza mlo ambao upo kamili. Mlo ambao utahusisha au utajumuisha vyakula kutoka kwenye haya makundi 6 ya chakula. Na makundi hayo ni kama yafuatayo. Kundi la kwanza tunakuwa na vyakula vitokana jamii ya mizizi na nafaka. Nikisema nafaka nafikiri zinafahamika kwa watu wengi katika jamii yetu. Nafaka inajumuisha mahindi, mtama, ulezi, uwele. Nikizungumza jamii ya mizizi tunazungumza mihogo pamoja na viazi. Hilo ni kundi la kwanza la chakula. Kundi la pili ni vyakula vitokanavyo na jamii ya wanyama. Nikisema jamii ya wanyama naamsha wanyama pamoja na mazao yao. Mfano, nikizungumza ng'ombe, nyama ya ng'ombe pamoja na maziwa, kuku, mayai, samaki pamoja na wale wadudu ambao wanaliwa kama kumbikumbi na senene. Hivi ni vyakula jamii ya nini? Ya wanyama. Kundi la tatu tunakuwa na vyakula vitokanavyo na jamii ya mikunde. Mikunde na mbegu. Mfano, kunde tuna njegere, tuna karanga, tuna maharage ya kawaida ambayo yanalika katika jamii zetu yanajulikana. Na kundi la 4 tuna vyakula kutoka kwenye kundi jamii ya matunda. Mfano matunda tunajumuisha matunda yote ya yale matunda tunayofahamu pamoja na yale matunda ya kienyeji au matunda ya asili. Na matunda haya yanaweza kuwa parachichi, ndizi, embe, tikiti, machungwa, yote hayo ni matunda. Pamoja na yale asili, ukwaju, mapera na mengine ambayo yapo katika jamii inayotuzunguka. Kundi la 5 ni kundi ambalo linatokana kwenye jamii ya vyakula vya mboga mboga. Na mazungumza mboga za majani, mchicha, chainizi hizi, tunazungumza mnafu. Sawa, kwenye mboga mboga pia tutazungumza habari ya karoti, ni jamii ya mboga mboga. Kundi la 6 ni vyakula vitokanavyo na mafuta. Hapa ni mafuta yatokanayo na mimea pamoja na wanyama. Mafuta ya karanga, mafuta ya nazi, mafuta ya alizeti, yote yanakuwa kwenye nini? Kwenye kundi la 6. Ili mtu amekula mlo kamili, basi anahitajika amepata vyakula kutoka kwenye makundi yote haya 6 ya chakula. Tunasema ndio chakula mlo kamili. Sawa? Mfano, tuseme tunapika wali. Au tuzungumze mlo kamili kwa watoto wachanga. Mfano, tunaandaa uji ambao una makundi yote 6 ya chakula. Sawa? Kundi la kwanza tumezungumza kuna nafaka. Hapo utachukua nafaka moja hapo katika
ya zile nafaka zote tulizotaja, kutoka kwenye mahindi, ulezi, mtama, uwele. Unaweza kuchagua labda tunaandaa uji wa unga wa mahindi. Kwa hiyo tutachukua unga wa mahindi kama kundi la kwanza na nafaka. Kundi la pili, kutoka kwenye jamii ya wanyama, kwenye uji wetu tunaweza kutumia maziwa, tukaweka maziwa au tukatumia mayai. Kama kundi la nini, jamii ya wanyama. Kwa hiyo tutakapoandaa uji wetu tutakuwa na kundi la pili ambapo tutakuwa na maziwa au mayai. Kundi la tatu tutakuwa na vyakula jamii ya mikunde. Na hapa kwenye mikunde tunatumia karanga. Utaandaa karanga zetu ambapo tutazikausha, tutakaanga vizuri, tutamenya maganda na tutazisaga kwa ajili ya kuweka kwenye uji wetu. Kundi la nne tumesema tuna vyakula ya kutoka kwenye jamii ya matunda, na kwenye uji wetu leo tutatumia machungwa katika kuandaa. Kundi la tano tuna mboga mboga, tunaweza kutumia karoti kwa ajili ya uji wetu ili na vyakula kutoka kwenye makundi yote 6 ili kukamilisha kuwa kama mlo kamili. Na kundi la 7 tumezungumza habari ya mafuta, na kwenye mafuta tutatumia mafuta ya alizeti au karanga ambayo hapo yanapatikana. Na tunapoandaa uji wetu, mwisho wa siku tunahitaji kuwepo na usafi wa hali ya juu. Sio uji peke yake, ila tunapokuwa tukiandaa chakula katika familia unapoandalia kwa ajili ya jamii, basi usafi ndio kipengele cha kwanza. Kwa sababu unaweza kula vyakula kutoka kwenye huu mlo kamili katika makundi yote 6 ya chakula, lakini kama usafi utakuwa ni wa chini au kiwango au ni duni au hafifu au dhaifu sana, vyote ambavyo vile virutubisho ambavyo tunavipata vyote vinafanya nini? Vinapotea, sawa? Kwa hiyo usafi ni jambo la muhimu katika uandaaji wa mlo kamili. Katika kipindi kijacho tutazungumza juu ya lishe kwa mama wajawazito pamoja na kina mama ambao wananyonyesha. Na nashukuruni sana kwa kunisikiliza, na tuwe pamoja katika kipindi kijacho.